Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan amepokea na kuridhia rasmi ombi la kujiuzulu lililowasilishwa na Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Balozi Daktari Emmanuel John Nchimbi. Hatua hiyo kubwa ya kiserikali imethibitishwa kupitia taarifa rasmi iliyotolewa na Ofisi ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mnamo Agosti 25 mwaka wa 2026. Uamuzi huo unalenga kutoa nafasi ya kuanza kwa mchakato wa kikatiba wa kumpata kiongozi mpya atakayechukua nafasi hiyo ya juu ya utendaji. Barua ya kujiuzulu kwa kiongozi huyo imezingatia taratibu zote za kisheria na kiserikali zilizowekwa nchini. Mkuu wa nchi ameyapitia maelezo hayo na kuridhia baada ya kujiridhisha na sababu zilizowasilishwa na mteule wake. Mabadiliko haya yanatarajiwa kuleta mwelekeo mpya katika safu ya utawala wa kimataifa. Mchakato nzima unajidhihirisha ukomavu wa taasisi za kiserikali katika kusimamia mabadiliko ya uongozi na viongozi wakuu. Ofisi ya Rais imeweka wazi kuwa kila hatua inafanyika kwa uwazi mkubwa. Uamuzi huu unaiweka nchi katika kipindi muhimu cha kisheria kinachotakiwa kusimamiwa na kwa umakini wa hali ya juu. Hatua hii inaonyesha dhamira ya serikali ya kuendelea za utawala wa sheria na utulivu wa kitaifa. Uamuzi huo wa kujiuzulu utaanza kutekelezwa rasmi kuanzia tarehe 4 Septemba mwaka huu 2026, siku ambayo nafasi hiyo itakuwa wazi kisheria. Tarehe hiyo ndiyo itakayoweka mpaka wa mwisho wa utendaji kazi wa Balozi Daktari Emmanuel John Nchimbi katika nafasi hiyo kuu ya dola. Mfumo wa kiutawala utachukua hatua za haraka baada ya tarehe hiyo kuwadia ili kuziba obwe la uongozi. Mkuu wa nchi atalazimika kutumia mamlaka yake ya kikatiba kuanzisha mchakato wa kumteua kiongozi mwingine. Utaratibu huu unahakikisha kuwa shughuli za serikali hazizimami kufuatia kuondoka kwa kiongozi huyo. Kila kipengele cha mabadiliko haya kinaratibiwa kwa makini ili kudumisha utulivu wa kisiasa. Mabadiliko haya yanalenga kuweka msingi dhibiti ya kiutendaji katika kipindi kinachofuata. Ofisi ya Rais ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imesisitiza kuwa muda uliowekwa utatumika kukamilisha maandalizi yote ya kisheria. Hatua hiyo itatoa muda wa kutosha kwa ajili ya uratibu wa mchakato unaofuata bungeni. Utaratibu huu wa kumpata kiongozi mpya utafuata kanuni zilizowekwa bila kukiuka kifungu chochote. Hali hii inalinda misingi ya kiutawala iliyojengwa katika Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Muktadha wa kisheria unaeleza kuwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itatafuta taratibu zote za kikatiba ili kumpata mbadala wa nafasi hiyo. Mchakato huu utahusisha kushauriana na vyombo mbalimbali vya dola kabla ya jina ya mteule mpya kuwasilishwa rasmi bungeni. Hatua hizi za kisheria zinalenga kuhakikisha kuwa mgombea atakayeteuliwa ama yule anayetarajiwa kuteuliwa anakidhi vigezo vyote vya kikatiba na kisheria. Katiba ya nchi ndiyo inayotoa mwongozo mkuu wa namna ya kujaza nafasi za juu pale zinapokuwa wazi. Kushauriana na vyombo vya dola kunasaidia kuimarisha mchakato wa kupata kiongozi mwenye sifa zinazostahili. Kila hatua inayochukuliwa na Rais Samia Suluhu Hassan inalenga kulinda misingi ya utawala bora nchini. Mfumo huu wa kisheria unahakikisha kuwa uwajibikaji na utulivu wa nchi unalindwa wakati wote wa mabadiliko. Mchakato huu wa kumpata mrithi wa
Emmanuel Nchimbi utaanza mara moja kulingana na sheria ya mama nchi. Uwazi katika mchakato huu unazidi kuimarisha imani ya wananchi kwa serikali yao. Hatua hii ni kielelezo cha namna katiba inavyotumika kuongoza masuala mazito ya kitaifa. Chanzo cha mabadiliko haya makubwa ya kiserikali kinatokana na ombi binafsi lililowasilishwa na Balozi Daktari Emmanuel Nchimbi mwenyewe. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliamua kuandika barua hiyo na kuiwasilisha kwa mkuu wa nchi kwa mujibu wa sheria. Rais Samia Suluhu Hassan alipokea ombi hilo na kuanza mchakato wa kulitafakari kabla ya kutoa maamuzi ya mwisho. Baada ya kuzingatia sababu zote zilizoelezwa ndani ya barua hiyo, mkuu wa nchi aliridhia ombi hilo bila kusita. Mfululizo huu wa matukio unaonyesha kuwa hatua zote zimefuata misingi ya kisheria na utaratibu wa serikali. Hakuna maamuzi yoyote yaliyofanyika nje ya mfumo rasmi wa utendaji wa serikali. Ombi hili la kuachia ngazi limekuwa msingi wa kuanza kwa mchakato mpya wa kiutawala. Kiongozi huyo anaiacha ofisi hiyo akiwa ametimiza wajibu wake wa kufuata utaratibu wa kisheria. Mchakato nzima umeendeshwa kwa amani na kufuata misingi ya kidiplomasia ya kiserikali. Hali hii inathibitisha nidhamu ya hali ya juu iliyopo katika ngazi ya juu ya uongozi wa nchi. Taratibu za kumpata mrithi wa nafasi hiyo zimepangwa kuanza mara moja baada ya tarehe ya kuanza kwa kujiuzulu kufika. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeweka wazi kuwa nia kuu ni kuzuia uwepo wa pengo lolote la uongozi. Mfumo wa utawala unahitaji nafasi hiyo kujazwa kwa haraka ili kuhakikisha shughuli za kitaifa zinaendelea bila kukwazikana. Mchakato huo utafanyika kwa umakini mkubwa ili kupata kiongozi atakayewajibika na kwa wananchi na taifa. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ataongoza mchakato huo kulingana na mamlaka aliyopewa na sheria. Kila hatua inayofuata itaratibiwa na vyombo husika ili kuhakikisha hakuna kanuni inayorukwa. Mwendelezo wa utaratibu bora unazingatiwa kikamilifu katika hatua zote za kumpata makamu wa rais mpya. Serikali imeahidi kuendesha mchakato huu kwa misingi ya haki na uwazi kama katiba inavyoelekeza. Kuwepo kwa mipango hiyo ya haraka kunalinda misingi ya kiuchumi na kijamii ya nchi. Taifa linabaki kuwa utulivu wakati vyombo husika vikijiandaa kutekeleza wajibu wao wa kisheria.